Bakunzi ba M+ TV twongeye kubasuhuza muraba agaciro abakoze subscribe abatarayikora nabo mutambuke mukore subscribe kuko tugiye kujya tubagezaho inkuru zitandukanye. Uyu munsi rero dufite inkuru igihugu cy'abaturanyi Tanzania kirimo imvururu nubwo perezida wacyo yarahiye ariko ntago imvururu zahagaze. Rero twahabagereye kugira ngo tubereke uko bimeze. Abantu bari mu bibazo bikomeye, hari imvururu zitandukanye. Mukomeze murebe video kugira ngo mumenye uko hirya no hino abaturanyi hari abantu bari bafite abantu bahaba, abavandimwe ndetse n'ababyeyi cyangwa n'abandi bantu batandukanye. Mukomeze murebe, turahabagerera, turababonera izindi nkuru zitandukanye nyuma y'iyi. Mukomeze mukore subscribe, mukore like, mukore share ndetse mukomeze mudukorere n'ubundi buvugizi. Tubafitiye ama CCTV camera, tubafitiye ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, tubakorera ibindi bintu bitandukanye mu buryo bw'ikoranabuhanga, LAN za internet ndetse n'ibindi bitandukanye. Mukomeze mukore subscribe, mukore like ndetse musharinge ku bantu banyu ino nkuru ndetse n'izindi nkuru zacu tubafitiye. Na mtazamaji, tume ya uchaguzi Tanzania imemtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kuwa ndiye mshindi wa uchaguzi ulioandaliwa siku ya Jumatano. Na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jacobs Mwambegele alimkabidhi Suluhu cheti cha ushindi na kutangaza kuwa sheria za Tanzania hazimruhusu yoyote kufika mahakamani kupinga matokeo ya urais. Na uchaguzi huu ulishuhudia maandamano, rabsha na hata vifo. Na Steven Leto na taarifa hiyo kwa kina. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepata suluhu tena. Rais Samia Suluhu Hassan akitangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi uliokumbwa na upinzani na kusababisha machafuko kwa siku 3 tangu uchaguzi siku ya Jumatano. Samia akizamia Ikulu kwa mara ya pili kwa kuchaguliwa na 97.6% ya Watanzania waliopiga kura. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Japo vyama vya upinzani vimepinga kuchaguliwa kwa Suluhu, sheria za Tanzania haziruhusu kupingwa kwa matokeo ya uchaguzi mahakamani kama ilivyo hapa Kenya. Mgombea wa kiti cha rais akitangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa amechaguliwa kuwa rais, hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza kuchaguliwa kwake. Rais Samia amesema vitendo vya maelfu ya waandamanaji waliojitokeza barabarani si za kizalendo. Alizungumza alipokabidhiwa cheti cha ushindi. Matukio yale yaliyofanywa maeneo hasa kwenye miji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya na Songwe, kwa vyovyote vile hayakuwa yakiungwa mkono, hayakuwa yakiungwana na ya kizalendo. Mzalendo hujenga nchi na sio kubomoa nchi iliyojengwa kwa nguvu na jasho la wananchi. Rais Samia amesema serikali yake itatumia mbinu zote za kiusalama na kuwaonya wale ambao wamezamia uharibifu wa mali na miundo msingi ya umma. Serikali inalaani na kukemea vikali matukio yale. Nalotaka kusema hapa ni kwamba kwenye suala la usalama wa nchi na taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuna mbadala, bali ni kutumia mbinu zote za kiulinzi na kulibakisha taifa likiwa salama. Mapema leo, Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi aliapishwa rasmi katika hafla iliyoshuhudia tamaduni za majeshi ya kisiwa cha Zanzibar. Steven Leto, runinga ya Citizen.